Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji popote ulipo duniani. Ni matumaini yangu mzima bukheri wa afya. Tunakutana tena tukiwa bado MBTV, tuko ndani ya Pemba. Na hii leo nipo Ole Kianga. Ole Kianga ndipo tulipo. Na swali letu la leo linasema hivi: ni mke gani wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa ameolewa ndoa mbili kabla ya kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ndio tukaungane tujue sasa watu hilo wanalijua. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Alhamdulillah. Naitwa Ismail Muhammad. Naitwa nani? Majina naitwa Hamadi Hababi Ali. Kipindi hewani ni dawa mtaa kwa mtaa. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi ya fedha, ukikosa tunapeana elimu kwa ajili ya Allah. Sawa? Sawa. Swali letu la leo linasema hivi: ni mke gani wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliolewa ndoa mbili kabla ya kuolewa na Mtume? Bibi Aisha. Takbir. Allahu akbar. Sasa Bibi Aisha kwa mujibu mashaka anatuambia kaolewa sijui na miaka 12. Alikuwa tayari ana ndoa mbili kabla hapo. Sasa ameolewa na miaka 3 itakuwa? Ndiyo kabisa. Bana wewe umekosa. Jibu lake ni kwamba ni Bi Khadija radhiyallahu anha. Sawa? Sawa. Elimu umepata au hujapata? Elimu nimepata. Una lipi la kuambia vijana wanaokutazama hivi sasa umuhimu wa kusoma dini? Umuhimu wa kusoma dini ni muhimu kwa sababu nataka kama kujifunza vile vile ndio kwenda madrasa. Kwa sababu ni muhimu sana kusoma katika kusoma Qur'an ambapo katika dini yetu ya Kiislamu. Shukran sana. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji, bado tunaendelea, tuwafate wengine. Moja ya jambo. Swali letu la leo linasema tutajie jina la mke wa Mtume ambaye aliolewa kabla, yani akiwa anakutana na Mtume, ameolewa na Mtume, ilikuwa ndoa yake ya 3. Nani? Bi Khadija radhiyallahu anha. Takbir. Allahu akbar. Wewe ndio yeye au Ndio huyo nice. Aliolewa kabla ya Mtume? Aliolewa ndoa mbili ndo akaolewa na Mtume. Bwana wewe umepata. Inshallah. Na tumesema ukipata unapewa nini? Zawadi. Wewe unakapa hapa Ole Kianga. Yani ndo hapa mimi ndo mwenyewe. Ndo alwatan. Alwatan kabisa. Haya bwana, tumesema ukipata tunakupa nini? Zawadi. Haya. Kama zawadi yenyewe haipo sasa. Mtajiona TikTok sio? Tumesema ukipata unapewa nini Sheikh? Zawadi Sheikh. Zawadi unaitaka sio? Naitaka sasa. Haya. Hii hapa Sheikh. Uoneshe watu shingapi? 5,000 hii. 5,000 ati. Yenyewe sio yenyewe. Ndio yenyewe kabisa oji. Umetoka zako kufanya ibada, Allah kaleta. Amina kabisa. Una lipi la kuambia vijana umuhimu wa kusoma dini baada ya kuwa umejinyakulia zawadi yako? Umuhimu ni mkubwa kwa sababu Allah mwenyewe asema hatopokea ibada ya mtu ambaye hamfahamu, yani hafahamu anachokifanya. Kwa hiyo usingizi wa mwenye elimu ni bora kuliko kisimamo cha mjinga. Gani wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa ameolewa ndoa mbili kabla ya kuolewa na Mtume? Khadija. Wewe kweli bwana unajua? Ndio kujibu ni hivyo sasa sijui. Takbir. Allahu akbar. Watu waole bwana, mko vizuri kumbe. Nimefanya vipindi chake kule watu wameenda chomo, lakini watu wewe na wewe umepiga takbir. Allahu akbar. Tumesema ukipata tunakupa nini? Zawadi. Haya. Hii hapa. Asante. Umulika kule watu waone shingapi? 5,000. Ya kwako hiyo? Inshallah. Ulikuwa na mpango nayo? Hamna. Raha sio raha. Raha sana. Elimu na nini juu? Na fedha. Hapo mchana safi. Walinazi samaki. Kweli asante. Inshallah. Una lipi la kuambia vijana? Tujifundisheni dini kwa sababu dini ndio kamba ya kufikia kule malengo tuloletwa akhera. Yani kutoka akhera kuletwa huku ni malengo ya kujifundisha elimu dini inshallah ya Uislamu. Ni kuokoka kwa wengi kwa Uislamu. Unaepukana na adhabu, unaepukana na ugumu wa maisha unapojikuwa na elimu. Shukran. Asante. Inshallah. Unaulizwa swali, ukipata unapata zawadi ya fedha, ukikosa tunapeana elimu kwa ajili ya Allah. Sawa mzee wangu? Sawa. Swali letu la leo linasema ni mke gani wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliolewa ndoa mbili kabla ya kuolewa na Mtume? Bibi Khadija. Wewe mzee una uhakika? Na hakika ndio. Takbir. Takbir. Mashaallah. Sasa tatizo watu wanaweza kaona kama jibu nimekwambia mimi, utakiwa ami utoe sauti. Takbir. Takbir. Allahu ta'ala.
Ukiambiwa takbiri usemi mashallah au Allahumma salli, unasema Allahu akbar. Sawa? Haya bwana, tumesema ukipata unapata nini? Hii hapa zawadi yako. Yenyewe sio yenyewe. Asante. Shingapi? 5,000. Haya, unalipi la kuambia vijana, watoto wanaokutazama umuhimu wa kusoma dini? Mimi naambia wajifundishe kusoma dini kwa sababu ndio msingi wa mambo yote dini. Shukran. Asante. Asalamu alaykum. Salamu. Vipi hali? Nzuri kwema. Naitwa Ismail Muhammad. Naitwa nani? Naitwa Charles. Charles. Kipindi 1 ni dawa mtaa kwa mtaa. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi, ukikosa tunapeana elimu. Mtume alikuwa na wake wangapi? Hamna, sijajua lakini. Haya bwana Charles, kwaheri. Salamu alaykum. Bana tutakufuata wewe, unafahamu huku. Allahu akbar. Salamu alaykum. Alaykum salam. Vipi hali? Nzuri. Naitwa Ismail Muhammad. Naitwa nani? Rashid Saleh. Rashid Saleh. Kipindi 1 ni dawa mtaa kwa mtaa. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi ya fedha, ukikosa tunapeana elimu. Sawa? Swali letu la leo linasema ni mke gani wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliolewa ndoa 2 kabla ya kuolewa na Mtume? Sijui. Hujui? Kwa nini nikupe jibu? Ni Bi Khadija. Sawa? Haya, swali la leo linasema hivi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioa, si unajua hilo? Ndio. Ni mke gani wa Mtume ambaye kabla ya kuolewa na Mtume alikuwa shaolewa ndoa 2? Bi Khadija. Bi Khadija. Mpenzi mtazamaji, Sheikh anasema Bi Khadija. Takbir. Allahu akbar. Hii umesoma au umesikia sema? Nimebahatisha tu. Kwa hiyo kama umebahatisha upewe zawadi usipewe? Nipewe kwa sababu tayari nimepata. Haya. Bana, tumesema ukijibu unapata nini? Zawadi. Naona mpenzi mtazamaji, kweli kwenye kipindi hichi hili swali nimejichanganya. Hii hapa shingapi hiyo? 5,000 hii. Unalipi la kuambia vijana? Umuhimu wa kusoma dini baada ya kuwa umeuliza swali jepesi, umejinyakulia zawadi. Umuhimu, kwanza nawaambia vijana wenzangu tutafuteni elimu kwa sababu ina faida hapa duniani na huko kesho akhera. Inatusaidia sana. Ndio. Basi umemaliza. Haya, hongera bwana. Haya, asante. Safari njema. Nashukuru na nyinyi alhamdulillah kuleta vipindi kama hivi ili vijana nao wapate umuhimu zaidi, wapate hamasa juu ya swala zima la kusoma dini yao, kwa sababu leo tunaona vijana wengi leo wameiacha dini yao katika kujifundisha. Sasa hii pia ni hamasa ili na wengine wapate kuisoma dini yao vizuri zaidi. Kama ni ngumi basi nimechezea za uso, na kama ni umaridadi hakika watu wa ole, kama sijalikosea jina basi wako vizuri kweli kweli. Ni takriban kipindi kimoja kwa mara ya kwanza ndani ya Pemba nimeweza kuondoka na washindi 4. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ismail Muhammad katika kipindi chako maridhawa, kipindi adhimu cha dawa mtaa kwa mtaa. Sambamba nami ulikuwa naye kameramani wangu bora kabisa siku zote Bwana Said Kisiwa, lakini sambamba naye ulikuwa naye flow manager wetu kwa leo alikuwa ni Bwana Proc Saidi au DCI Bwana Suleiman. Paka muda mwingine, wakati mwingine, wassalamu alaikum wa ila liqa.